Unajua Tanzania tumebarikiwa kuwa na wasomi wengi sana kwenye upande wa serikali kupendekeza kwamba tunatakiwa tuwe na watoto ambao wamesoma kutoka darasa la 7 form 4 mpaka chuo. Sasa kwenye upande huo tumefanikiwa. Sasa mimi kuna swali huwa najiuliza, kama tumefanikiwa kwenye upande wa elimu kiasi hicho, watu wengi sana ni wahitimu wa shahada, astashahada, shahada za uzamili, uzamivu, kwa nini tunakwama kwenye swala la kiuchumi? Kwa nini watu wengi tunakuwa masikini? Hilo ndo swali ambalo nimekuwa nikijiuliza mara nyingi sana. Sasa baadaye nikaja kugundua kumbe tuna elimu ndio, lakini kumbe tumekosa aina fulani ya elimu. Aina ambayo tumeikosa ni elimu ya fedha. Hata wale wenye elimu ya fedha hawajui namna ya kuileta kwa watu wengine ama kuiwasilisha kwa watu wengine ili na wao waweze kuitumia. Elimu tulionayo ni ile elimu ya kunifanya mimi nitoke hapa nikawe mtumwa wa mtu fulani. Nafundishwa commerce, nafundishwa bookkeeping, nafundishwa masuala ya accountant, nafundishwa vitu vingi sana. Lakini kitu ambacho nafundishwa mle ndani ni kuwa na utii, nikamtii bosi atakayeniajiri kwenye kampuni fulani. Nafundishwa namna ya kuandika proposal nzuri ili nikaajiriwe na mtu fulani. Nafundishwa namna ya kumanage kampuni ya mtu fulani. Siandaliwi mazingira ya kutengeneza ama kuinvesti, kutengeneza nafasi ya kuandaa kampuni yangu na mimi niajiri watu wengine ili tutengeneze nafasi za ajira nyingi, lakini pia tuondokane na dimbu la umaskini. Lakini kitu kingine kikubwa, kwanza mimi nikuulize, hapo ulipo ukiambiwa uache kazi unaweza ukaacha kazi unayoifanya? Sio rahisi. Ni kwa nini huwezi kuacha kazi? Mazingira niliyotengenezewa, yani kuna namna ambavyo nimetengenezewa mazingira ya kuamini kwamba kazi ninayoifanya ndo kitu pekee ambacho ninacho sasa hivi ambacho kinaweza kanisaidia. Ndio kinachokufanya usiache kazi yako. Na sasa kosa hilo au pengine gepu hilo lipo kwenye mitaala ya elimu, lakini pengine jamii inapotutengeneza. Sisi tumetengenezwa kufanyia kazi fedha. Sio fedha ikufanyie kazi. Kiasi kwamba wewe huwezi kuacha kazi kwa sababu hujui utakula nini ukiacha kazi. Unafanya kazi ili upate hela yako ya kula au upate hela ya kununua kama ni hicho kigari, na gari ukinunua inabidi na lenyewe lile. Kwa hiyo huwezi kuacha kazi kwa sababu umepata gari. Gari utaliweka mafuta na nini? Kwa hiyo tutafanya kazi maisha yetu yote. Kama tu huu mfumo hautabadilika kwa sababu tunafanyia kazi fedha badala ya fedha zetu kutufanyia kazi. Imagine kama ingelikuwa tunatengenezewa mazingira kwamba ukishapata kipato kidogo utengeneze mazingira ya fedha zako kufanyia kazi. Kwa mfano uwe na kitu ambacho umekiinvest kama ni kampuni au kwa sisi ambao labda tunategemea ardhi umewekeza kwenye mashamba, basi mwisho wa siku zile fedha zako zingeweza kukufanyia kazi, kwa sababu kama umewekeza shambani labda kuna watu wa vibarua, kila sehemu ina watu wake wanaofanya kazi. Labda utapata vibarua watalima kwa ajili yako, vile ndio tunasema fedha inakufanyia kazi. Labda una kampuni yako utaajiri watu. Kwa hiyo hata ukikaa nyumbani hela yako bado iko kwenye mzunguko, kwa hela inakufanyia kazi zaidi. Lakini wapo hawa ambao wenyewe walisoma, yani alisoma hiki, ametokea kwenye hiki. Mfano mkubwa ni Mr. Bean. Mr. Bean ni mchekeshaji mkubwa sana duniani kwa hivi sasa, na uchekeshaji wake sana umejikita kwenye kutumia vitendo hasa vya uso. Tofauti na sisi. Kuna mtu aliwahi kusema vichekesho vya Tanzania ili mtu achekeshe awe ameongea sana. Tofauti na wengine walienda mbali zaidi, sio lazima wameongea sana, mpaka abadilishe muonekano, abadilishe sauti, ili kuna namna ambavyo anaweza kujitengeneza kitu ambacho sasa hivi imekuwa ni tofauti. Lakini wote ni ubunifu. Pengine Mr. Bean anatumia uso wake au mwili wake kufanya vichekesho sababu ni ubunifu wake na ni sehemu ambayo anaweza. Kila mtu ana kile ambacho anakiwezea. Sasa Mr. Bean yeye ana bachelor ya engineering. Alafu kilichomtoa ni uchekeshaji, ndo tulipomfahamu na ndo anachokifanya mpaka hivi kesho. Lakini mtu mwingine kwa hapa Tanzania ambaye amesoma hiki hapa ametoka kwenye hiki ni mwanadada Zuhura Athmani. Zuhura ana diploma ya marketing, masuala ya biashara.
lakini ametokea kwenye mziki, ndio tulipokuja kumfahamia, Wengi walifahamu hilo. ila iko hivyo. Lakini wengine kwa kuwataja, Leonardo ana degree ya maji au shahada ya maji ya engineering ya maji, lakini ametokea kwenye vichekesho, ndio tulipomfahamu. Yupo Ndaro pia, huyo anatajwa sana, ni mwalimu kwa taaluma, lakini uchekeshaji ndio uliomtoa. Sasa vitu kama hivyo, elimu ipo, lakini kila mtu ana sehemu yake ya kutokea. Ukiona fursa, hamna namna unaweza ukaiacha, itumie tu. Kama fursa ni yako, Mungu amekuletea, bahati ni yako, basi itumie, hamna namna ya kuskip fursa. Sasa tuzungumzie hiki kitu ambacho kimezua au kimeleta mjadala sana katika mitandao ya kijamii hivi punde. Ni kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, VETA. Watu wengi wanajiuliza, yaani mimi nimesoma hadi degree afu niende VETA? Mbona kama hii kitu? Na tena hajasema tu VETA, wa degree waende VETA. Umeona, sasa ni kitu ambacho pengine unaweza ukakitizama kwa jicho la tatu kama ni mtu mwenye uelewa. Ndio. Mimi kwa uelewa wangu naweza nikasema VETA sio lazima ukaenda shule ukalipia, ukaenda chuo ukalipa kwamba nakwenda nalipia naenda kusoma VETA, labda nasomea ususi, nasomea kitu fulani. La hasha. Unaweza kujifunza hata nyumbani. Kuna VETA ndogo ambayo inapatikana nyumbani. Mtoto anapokuwa anakuwa anaona nini mama anafanya, nini baba anafanya. Mimi na experience ndogo ya binti mmoja ambaye baba yake alikuwa ni fundi ujenzi, anajenga, yeye pia anafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo yule binti akawa na observe baba yake anachokifanya, na yeye akajikuta anajua kufanya kitu kimoja baada ya kingine. Yule akija akasoma, akimaliza form 4, hata kama akafeli ama akafaulu, mashallah, Mwenyezi Mungu amjalia, kaenda chuo, karudi, hawezi kuhangaika swala la ajira kwa sababu tayari ana kitu kichwani ambacho anaweza kukifanya. Na ni VETA ya kujifunza kwa kuona, yaani amesoma akiwa bado nyumbani. Wengine mama zetu ni mafundi cherehani, kwa nini usijifunze nyumbani? Wasusi, kwa nini? Saluni nyingi zinalipa. Ukiangalia mama ni mpishi, wakina Shishi wametokea wapi? Wakina Ishabu Heti wametokea wapi? Kwa hiyo unakuta sio tu kwa sababu mheshimiwa amesema swala la kwenda VETA, watu wengi tumeibuka, kwa nini anatukosea sana? Tumetengenezea hadi meme. Lakini hiyo ni VETA ya kusomea nyumbani. Unakiona kile kinachofanyika, alafu unajifunza pia kupitia pale. Lakini mimi nirudi kwenye lengo la Kassim Majaliwa kusema, kutoa kauli hiyo. Wengi tunaona kama ni labda kuna tafsiri mbalimbali, wengine wakasema ni level nyingine ya elimu imeongezeka, wengine lakini la 10 lakini mimi nadhani lengo la kusoma VETA ni kuwa na ujuzi wa ziada, kwa sababu tumeshasoma kwenye mtaala huo ambao hatuwezi kulaumu, tulikuta upo na tumesoma, tumepita humo, tumelelewa nao. Sasa tumeshajikuta tuko huko. Mimi nimesharudi mtaani, pengine na degree au na diploma, nina cheti, lakini shule huko nimefundishwa kwenda kufanya kazi. Nimejifunza nipate grade nzuri, nirudi mtaani nipate kazi nzuri. Kazi nzuri yenyewe sasa hivi siipati, niko mtaani. Sasa nikienda kuchukua ile VETA, pengine naweza nikawa na kazi ya ziada. Mimi nikiwa msusi sasa hivi siwezi kukosa hela ya vocha, siwezi kuomba. Na nadhani pia umesha observe watu wengi sana ambao unakuta labda amejiwekeza sehemu, ukimwambia kuna kazi ya kuajiriwa sehemu, anakwambia hawezi kuifanya. Na wapo ambao wanajithaminisha na dau. Sasa hichi kitu cha kutokuwa na kazi pia kinashusha thamani ya watu, kwa sababu unajua kabisa mimi labda thamani yangu sasa hivi nikipata kazi labda kuanzia 700,000, ila kwa sababu umeshakaa mtaani nini mpaka umeshachoka, hamna namna unaweza kupata kipato hata kidogo. Ukiambia hata kazi ya 100,000 unaenda, kwa tunajishushia thamani. Kama ningekuwa na cherehani yangu na nashona, wakaniambia kazi ya 100,000, kati mimi najua ile 100,000 mimi nifanye kazi siku 3 siku 2 naingiza, nisingekubali. Kwa yani huku kukaa nyumbani, na bora tusikilize ule ushauri wa VETA kabla hata hujarasimishwa. Sio lazima kwenda shule au tusubirie kauli ithibitishwe ndo tuende. Lakini ni kwa manufaa yetu binafsi. Kwenda kusoma huko na kupata chochote kitu. Mimi niko tayari kwenda VETA, nimeshaamua na nimefanya maamuzi. Vipi kuhusu wewe? Nesta Masangula ndilo jina langu. Na mimi nipo tayari kwenda VETA. Libaki kwako. Je, bado unajifikiria kwenda kuchukua ujuzi wa ziada
ama vipi? Hii ni Tubonge Kishikaji. Jina langu ni Joan Christopher. Kwaheri kwa sasa, hadi wakati mwingine.